taarifa za nyumbani Geita, na kubwa zaidi ni kuanza kwa michuano ya Misungwi Cup pale Rudete, mamlaka ya mji mdogo wa Katoro. Sasa tunaye diwani wa kata ya Rudete, Jumanne Misungwi hapa, atuambie mashindano hayo dhumuni lake ni nini. Diwani, karibu sana katika Dimbani leo ya 88.9 Storm FM. Asante sana. Habari ya saizi mtangazaji? Nzuri kabisa. Pengine tuambie mashindano haya, dhumuni la kuanzisha mashindano haya hasa ni nini? Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha siku ya leo tukiwa salama, na bado tunamuomba kwa siku ya kesho ambayo ndo tunakwenda kuzindua mashindano ya Misungwi Cup. Lakini pia na mimi nayeongea hapa naitwa Jumanne Misungwi, ndio diwani wa kata ya Rudete na ndio mwandaaji wa mashindano ya Misungwi Cup, lakini vile vile ndio mwenyekiti wa halmashauri ya Geita DC. Ndugu mtangazaji, kama ulivyoniuliza swali kwamba dhumuni la mashindano haya, cha kwanza dhumuni la mashindano haya ni kutengeneza afya, lakini cha pili ni kuleta umoja. Lakini vile vile pia ninafanya hivyo kwa sababu sisi vijana siku zote na kata yetu, falsafa yetu tunasema hatuhitaji msongo wa mawazo, na kila siku tumekuwa na matukio ya hapa na pale, kwa sababu maana ya kwamba furaha hujenga afya, furaha hujenga amani. Kwa hiyo pia tunajaribu kuonyesha vijana kwamba unapokuwa na amani, basi amani huleta furaha kwenye maisha. Amani inapokosekanika, basi furaha utoweka kabisa. Ndiyo. Lakini pia tunaunga mkono kaliu mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Anasema kutoa tabasamu kwa wananchi. Kwa hiyo tunatoa tabasamu kwa wananchi, na ndio maana mimi dhamira yangu, wananchi niliwaomba ridhaa ya kuomba kunichagua ili kusudi wao wanapata ladha ya maendeleo, lakini pia wanapata ladha ya furaha. Na ndio maana tulipoanza haya mitoano tumeamua kupandisha dau. Mshindi wa kwanza atapata kiasi cha milioni 5, atapata kombe, atapata jezi, atapata mpira. Na mshindi wa pili kwa kata yetu ya Rudete atapata kiasi cha shilingi milioni 3, atapata jezi, atapata mpira. Na mshindi wa tatu atapata kiasi cha milioni 2, atapata jezi, atapata mpira. Na hii kombe tumeliweka si kwa maana ya kwamba mwaka huu tu, ni muendelezo wa kila mwaka tutakuwepo na mashindano haya kwenye kata yetu ya Rudete. Pengine sasa kesho ufunguzi, kutakuwepo na kitu gani cha ziada hasa ukiachana na mchezo wenyewe wa ufunguzi? Asante sana mtangazaji. Kesho kuna mambo mengi sana. Kwanza tunatarajia kumpokea mkuu wetu wa wilaya, kakaangu Hashim Komba atakuwepo, atakaa kuongea na wananchi. Watakuwepo viongozi mbalimbali wa chama, serikali, lakini vile vile kwenye mashindano, acha na mashindano haya, tutakuwa na mechi kati ya mabarozi. Mimi kata yangu ina vitongoji moja na vitongoji vitatu vimetengeneza timu moja. Kwa hiyo vitakuwa na timu mbili ndo zitaanza kufungua. Kwa hiyo mabarozi watasakata kabumbu kesho na watakuwa na zawadi zao. Lakini nje na mabarozi kusakata kabumbu, tutakuwa na ukimbizaji wa kuku kwa wakina mama. Yeah. Wakina mama watakimbiza kuku na atakayeshinda atapata kuku na kiasi cha shilingi 50,000. Lakini na wakina baba pia hivyo hivyo watakimbiza kuku, atakayeshinda atampata kuku na kiasi cha 50,000. Lakini tutakuwa na uvutaji wa kamba kwa wakina mama na wakina baba. Kwa hiyo watakaovuta kamba, watakaoshinda watapata kiasi cha 100,000. Hivyo hivyo kwa wakina baba na wakina mama. Lakini tutakuwa na bonanza jingine la ukimbiaji kwenye magunia. Kwa hiyo na wenyewe atakayeshinda kukimbia kwenye magunia, mshindi wa kwanza atapata kiasi cha 50,000, mshindi wa pili atapata 30,000, mshindi wa tatu atapata 20,000. Kwa hiyo kesho kumewaka moto Rudete. Rudete hatupoi, Rudete ni ya vyombo na maendeleo tunasema. Kwa hiyo naomba na wewe mtangazaji kesho uwepo uje ujionee mwenyewe.
Sawa, Mungu akijali nitakuwepo hapo kuweza kushuhudia pia mabarozi wakisakata kabumbu. Asante sana. Mwisho kabisa sasa, unaambia nini sasa wana Rudete kuelekea kwenye ufunguzi wa hiyo michuano kesho? Ninachowaambia tu kwamba wana Rudete na wanafahamu kabisa diwani wao kazi anayoifanya. Nachowaomba kesho tukutane kwa wingi sana, waje waone ladha ya kata yao ya Rudete na ladha ya ile imani walioitoa kwa diwani wao, kwa mbunge, kwa sababu hata mbunge atakuwepo, kwa mbunge wao, lakini waone ladha kwa imani walioitoa kwa rais wao wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa naomba wawe wengi kiasi cha kutosha, waje wapate raha kwa kujidai, waje wajinafasi, kwa sababu amani ipo imejaa na muungano upo umejaa. Lakini vile vile bila kusahau mtangazaji, tuna tukio jingine tarehe 26 mwezi wa 8. Tarehe 15 mwezi wa 8 ndio mwisho, ndio finali yetu ambayo itakuwa tunafunga mashindano haya. Kwa hiyo tutakuwa tuna nyama choma pale siku hiyo. Yaani ni bure, kila mmoja aje, kazi yake ni miguu kutembea. Tutakuwa tuna nyama choma, lakini tutakuwa na wageni kutoka sehemu mbalimbali, na yenyewe pia tutaiongea baadaye, tusimalize raha kwanza. Lakini pia tarehe 26 tuna tukio la kitaifa tena. Kuna mwenge unalala kwa mara ya pili, utalala kata ya Rudete. Kwa hiyo tutakuwa na tukio la kitaifa. Kwa hivi vitu vyote ni vitu ambavyo vimeongozana, lakini na maendeleo tunayafanya. Sisi tunafanya maendeleo, lakini bado tunakula na vyombo. Na kwa kuwaambia wananchi wa kata ya Rudete, leo mimi diwani wao na mbunge wao tumeweza kupokea mradi ambao tayari Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuleta kwenye kata yetu, mradi wa bilioni 3 na milioni 400. Tusimalize raha, tayari umeshaanza kufanya kazi kwenye hospitali yetu ya wilaya. Karibu sana mtangazaji kwa kesho. Basi shukrani sana kwa kutupa ushirikiano wako. Nadhani tutahudhuria kwenye uzinduzi hapo kesho. Shukrani sana diwani. Asante sana. Haya, huyo ni diwani wa kata ya Rudete na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Geita. Misungwi Cup inafanyika kesho na mchezo wa utangulizi utakuwa ni mabarozi. Kwa hiyo kutoka kwenye vitongoji vitatu alivyovitaja vitengeneza timu vitatu, vimetengeneza timu 6 kinapigika. Kesho shughuli ipo shughuli ipo Rudete. Sasa sijajua hiyo ya kuku ina umri au na sisi tunaweza kushiriki. Wewe twende tukaje na kitoweo. Inawezekana pia tukatoka huko, usikusahau na Magwina, maana ndio kazi zake hizo. Na huko nikatoa na nikatoa kule kwenye bidi naweza katangaza zawadi ya 50 afu ukajikuta malengo ya mwaka yote akakamilika. Sawa bwana. Bwana, ligi daraja